kuna vile unavyotaka mambo na kuna vile unataka kuishi, lakini kuna kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Na by the way, sisi ambao tumeokoka tulishachukuliwa, tulishakombolewa na Yesu, kwa hivyo sisi ni wake. So ikiwa hii neno inazungumza, tunatakana tuwe makini na tujue kwamba kuishi kwa mapenzi ya Mungu iko aje, kwa sababu tunaweza kuishi katika mapenzi yetu na inaweza kosa ya kwamba inafanyika ya kwamba kumbe haipendezi Mungu. Kwa hivyo kuna wakati ambao Yesu katika kitabu ya Mathayo 26:39 kuna wakati ambao Yesu alikuwa na alifikia kwa mambo magumu sana wakati wa kuenda kwa kifo yake, na akaweza kuchagua wanafunzi, akawaambia wanafunzi ya kwamba waende mbele ili waweze kumuombea kwa sababu katika hali ambao alikuwa anapitia. Lakini neno la Mungu linasema katika hiyo kitabu ya Mathayo 26:38 ya kwamba ilifika maana Yesu ni Mungu 100% na tena Yesu ni binadamu 100%. Kwa hivyo Yesu pia alikuwa anasikia uchungu kama binadamu, isipokuwa alikuwa Mungu. Kwa hivyo wakati ambao aliona kwamba kifo imemlenga katika hali yake ya kawaida ya binadamu, aliona hiyo kikombe ifanye nini? Imuondoke. Kwa hivyo akaomba Mungu ya kwamba ikiwezekana, Mungu uniondolee hii kikombe, maana aliogopa kama binadamu. Lakini kabla hajamaliza hiyo statement, akakumbuka na akasema let your will be done. Bwana asifiwe. Lakini mapenzi ya Mungu ilikuwa ya kwamba yeye aende katika msalaba. Yesu kama angeenda katika msalaba atungeokoka. Kwa hivyo Yesu alikuja katika ulimwengu ili atukomboe, atutoe katika utumwa, atusamehe dhambi zetu. Lakini ilikuwa lazima afanye nini? Aende kwa msalaba. Lakini yeye katika hali ya kawaida ya mwili aliona ile mambo ya kibinadamu, akasema kwamba no, Mungu uniondolee kikombe isinikujie. Lakini akakumbuka no, inaweza kuwa mimi hiyo ni mapenzi yangu, wacha niweze kurudisha hii kitu katika mkono wa Mungu. Naye maandiko yanasema katika Luka ya kwamba na Mungu akamletea malaika. Bwana tukuzwe sana. Ili aweze kufanya mapenzi ya Mungu, aende katika msalaba. Tunasherehekea kwa msalaba wa Yesu kwa sababu hapo ndio tulikombolewa na hapo ndio tulipata wokovu. Nilikuwa nataka tu nilete ya kwamba uweze kujua ya kwamba kuna kuwaga na mapenzi ya binadamu na kuna kuwaga na mapenzi ya Mungu. Na leo hii tunaongea kuhusu kuishi kulingana na mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Jina lisapewe sifa. Amen. So katika Luke 22:42 ndio inaongea kuhusu vile malaika iliweza kukuja na aweza kusaidia Yesu ili aweze kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tunahitaji tu Mungu ili ya kwamba tufanye mapenzi yake. Na tunafurahi kwamba kuna neno ambalo inasema kwamba Yesu anaishi ndani yetu na sisi pia tunaishi ndani yake. Kwa hivyo tukiwa Yesu ameishi ndani yetu na sisi tuishi ndani yake, basi automatically tutafanya mapenzi ya Mungu. Hatutafanya yale ambayo unafikiria kuyafanya. Tutafanya mapenzi ya Mungu tukiwa tumeishi katika Roho wa Bwana, ama tukiwa tumeamini ya kwamba Yesu ameishi ndani yetu na sisi pia tumeishi ndani ya Yesu. Kwa hivyo kuishi ndani ya Yesu, kuishi ndani ya the will of God, to stay and to live in the will of God, kuna mambo ambayo imesukumuzwa katika kitabu hii ambayo tumesoma ya kwamba Mungu anasema katika kitabu ya Psalms 37:3, maneno ya kwanza anasema trust in the Lord. Yaani wakati ambao unatumainia Mungu, umeishi kwa mipango ya Mungu, basi lazima uwe umetumaini Mungu. Bwana tukuzwe sana. Kwa hivyo kutumainia Mungu ni kuishi katika mapenzi ya Mungu, kwa sababu umetegemea Mungu. Katika kitabu ya Methali 28:25, Methali 28:25, bado tutafanya utangulizi ili ya kwamba tuweze kuelewana katika neno hili ambalo tutakayefundisha siku ya leo.
inasema ya kwamba proud heart hiyo. Sasa nitasoma kwa lugha kwa New Living Translation. Greed causes fight. Trusting the Lord leads to prosperity. Yaani kama sijui kama kuna wakati ambao nimeenda kwa hoteli hizi, hoteli kubwa kubwa inakuwa na chakula kingine ambayo inaitwa buffet. Na buffet ni ya kwamba wewe unajipakulia. Bwana sifiwe. Na ukitaka kuona hali ya watu ni uwaone katika hiyo picha ya kuwapeleka kwa buffet. Sasa utaona vile watu wanajipakulia. Bwana tukuswe sana. Mara nyingi sasa utaonaga kwamba ukienda kwa buffet na chef atakuja kusimama hapo ili kujaribu kuwapakulia, lakini buffet atakana kwamba ujipakie peke yako. Lakini sisi tulionyesha by the way wa Afrika, ukienda kwa buffet hapana jasa sani hiyo hapana jasa yote, kwa sababu hiyo sani utachukua chakula kidogo kidogo kulingana na vile unataka, na at the end of the line utapata kwamba hii sani imefanya nini, imejaa. Kwa hivyo ukianza na dengu na utakapofika kwa kuku utapata kwamba sani imefanya nini, imejaa. Kwa hivyo utaona kwamba watu wanajaribu kufanya mambo ambayo inawaletea. Halo? Na hiyo inaonyesha kwamba watu wamejipenda. Kwa sababu utapata siku moja tulikuwa tumeenda hoteli na tulikuwa na wachungaji, tulikuwa tumeserve na hiyo buffet. Na nikaona mchungaji ameweka chakula kwa sahani mpaka wewe unamuonea huruma. Unasema hii kweli atamaliza kweli? Na tena bado ameongeza fruits. Hiyo ina maana kwamba na sisi pia tusipojihadhari tunaweza kuwa tunapenda mambo zetu kuliko ya Mungu, kwa sababu mara nyingi wanasemaga kwamba mtu anavuta pande yake. Bwana siwe sana. Hata ndio maana hiyo buffet unaona mtu anajijasia kwa sababu amejipenda. Sasa hivyo ndio maandiko yanasema kwamba mtu huyo ambao wa kujipenda analete ugomvi. Na mostly analete ugomvi na nani? Na Mungu, kwa sababu itafanya asifanye mapenzi ya Mungu. Bwana pewe sifa. Maana ukiwa unafanya mapenzi ya Mungu, mambo ya Mungu ndio utaweka mstari wa kwanza. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kwamba tafuta ufalme wa Mungu kwanza na mambo mengine itafanya nini? Itatafuta. Sasa mwenye anafanya mapenzi ya Mungu ni mwenye ataki yake, apendi yake kwanza. Sasa mtu ambao ni greedy, huyu ni mtu ambao amejipendea. Na wakati ambao amejipenda, basi anafanya katikati yake na Mungu isiwe sawa. Mara nyingi hakuna wakati ambao watu wameuliza, "Kenye ninafanya inapendeza Mungu?" Bwana asifiwe. Ikiwa umeshafika wakati ambao umeshakubali Yesu, inatakana kwamba kile ambao unayofanya uone kwamba itapendeza Mungu. Maana kuna mambo ambayo inakupendeza na haipendezi Mungu. Yesu apewe sifa. Amen. Maana maandiko hiyo inasema kwamba na ule mtu ambao ni greedy, ule mtu ambao amejipenda, basi anafurukana, anapigana na Mungu. Lakini mwenye ametumainia Mungu ataendelea kuongezewa. Those who trust the Lord, they are going to prosper. So prosperity inakuja wakati ambao unatumainia Mungu. Kwa hivyo kutumainia Mungu ni amana, na kutumainia Mungu inaonyesha kwamba nimeishi katika mapenzi yake. Nimetegemea Mungu katika kila jambo ambalo ninafanya. Na kila ambalo ninafanya ninaweka Mungu iwe mbele. Bwana tukuze sana. Kwa hivyo ukiishi nyumbani kwako, yale ambao unafanya inapendeza Mungu. Wakati ambao unatembea na ukofu, chochote ambao unafanya inapendeza Mungu, kwa sababu tunaongea kuhusu kupendeza Mungu. Basi Daudi anasema katika neno hili ya kwamba trust in the Lord. Utumainie Mungu. Maana wakati ambao umetumaini Mungu, basi utapendeza Mungu. Proverbs, kuna wakati ambao mimi nimezaliwa kitambo na sioni kama kuna mtu ametokana na mimi hapa. Watu wao wengi naona James ndio wako hapa. Mimi ni wa zamani. Kwa hivyo kwa zamani tuliteseka sana. Watu walitoka katika maisha ya chini sana.
Sasa tulikuwa tuna blanketi moja ndio mnatumia watu watatu. Sasa mtu wa katikati ndio anasikia vizuri. Sasa kila mmoja anajaribu kufuata pende yake, akiangalau mpaka inaleta data. Mtu anasema hapana, wewe yani umevuta paka unaniacha baridi, na mwingine pia anavuta. Mtu wa katikati ndio anasikia vizuri. Hivyo hiyo mfano ndio mfano ambao ninaona wakati huu ambao naongea kuhusu doing the will of God or living in the will of God. Kwa sababu mara nyingi tunakaa kama vile tulikuwa kwa hiyo barangeti. Kila mwenye hapo pande ile analelea mtu wa pande hii, anavuta. Na hivyo ndio Mungu pia analea. Unaweza pata kanisa nzima. Sasa zingine hatujawahi fanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kuna wakati ambao Lai ndiye alikuwa na kazi kubwa sana na Mombasa. Na Lai alikuwa ameenda kufunga, alikuwa na kazi kubwa ambayo imejaa watu wengi sana. Sasa alienda kufunga almost 21 days. Na alipokuwa amefunga, Mungu akamjibu, Mungu akamwambia, Lai, hawa watu wote ambao uko nayo hakuna mwingine anaenda mbinguni. Bwana asifiwe. Wewe unasasikiaje? Wewe ni pastor ya watu alufu mingi. Alafu Mungu anakuambia kazi umefanya yote ndani ya hao watu hakuna mwenye anaenda mbinguni. Bwana tukuzwe sana. Alafu ilisaidia Lai aliporudi akaanza kuhubiri ili ya kwamba aongoze watu ambao watafanya nini? Wataenda mbinguni. Kwa hivyo unaweza kuwa unafanya mambo yako ambao unafikiria ni nzuri, lakini haipendezi Mungu. Vitu yote ambao ni nzuri saa zingine hapendezaki Mungu. Maana unafikiria nikifanya hii inaweza kupendeza Mungu. Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingine wenye wako na imani mostly hawaonekani kama mwenye wako na akili timamu. Bwana asifiwe. Hata wewe Mungu tunasemaga kwamba wacha sayansi mingi ikifika katika mambo ya Mungu. Maana kuna wakati ambao Mungu aliwaambia kule Jeriko, ambao Mungu aliwaambia kwamba wazunguke ile wall kubwa, wazunguke mara saba. Hata wewe kama binadamu tu unazunguka hiyo wall, si wall kama hii. Wall ile kubwa unazunguka. Mungu anasema tu zunguka mara saba. Bwana asifiwe. Alafu anasema hiyo ukizunguka mara saba, hiyo wall itafanya nini? Itaanguka chini. Kwa kawaida yetu, si hata wakati umezunguka mara moja utaanza kudoubt Mungu. Na useme yenyewe hata wakati mwingine Mungu anasema mambo hayawezekani. Tunaweza kuzunguka hii wall ianguke aje? Bwana asifiwe. Nani atasukuma hii wall? Lakini walipoendelea mara ya kwanza, mara ya tatu, dakika ya mwisho hawakugusa, lakini Mungu alifanya nini? Mungu aliangusha. Hiyo ina maana kwamba atufanyagi mambo, ni Mungu ndiye anafanyaga. Hata mimi nikiwaambia wewe upone, si mimi nimekuponesha. Ni Mungu ndio amefanya nini? Amekuponesha. So mapenzi ya Mungu ikitendeka, kila kitu, hata by the way hakuna mtu ambao anaweza kataza Mungu asiokoke, hata kama wewe ni ngumu namna gani. Bwana asifiwe. Hata kama wewe ni mwanaume namna gani na uamue mimi sitaokoka, Mungu atakuokoa. Hata kama wewe maana nani hakuna uwezo kuliko Mungu? Aliokoka. Nani alimhubiria Saulo? Alikuwa anaenda tu kwa shughuli zake na shughuli ya kuua Wakristo. Na hapo kuna marafiki zake wanaendelea na wanapiga story, na huko pia wameshapiga simu wanasema tutakuja saa fulani na tutakuja na tufunge hawa watu na tuweke kwa gereza. Lakini katikati ya barabara anapotembea alishtukia tu kuna nguvu nyingine ambayo imemkujia na imemwangusha chini pamoja na silaha zake zote. Na baada ya kutoka hapo kuna sauti anasikia ya kwamba wewe unanitesa. Kwa hivyo Mungu anasema hivi, na wewe usike hiyo. Hakuna mtu ambao atakataza Mungu asimuokoe. Siku ambao Mungu atapenda uokoke utaokoka, upende usipende. Kwa sababu hakuna kenye Mungu hawezi kufanya. Bwana pewe sifa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna ndugu mmoja ambao tulikuwa tumelelewa na yeye, na alikuwa anakunywa pombe sana. Mwenye alikuwa anakunywa pombe kuliko watu wote mwenye nimeshawahi kuona. Alikunywa pombe, akauza vitu zote, bibi yake akatoroka. Maana yeye alibaki, ndugu yake mkubwa alikuwa amekufa. Sasa juzi nilikuwa nimeenda sokoni na anaitwa Wino. Napata Wino sasa. Bwana asifiwe. Hapo na malama mingi, lakini Wino Mungu alimuokoa. Sasa napata Wino kwa soko, ananunua mahindi, magunia zote. Yeye anasema gunia yote ukikuja nayo usinyangwe
unapeleka kwa Owino. Owino sasa amesimama hivi, magunia karibu 10 ameshanunua, anaongoja magunia zingine. Nikauliza Owino mai, Owino ni wewe? Bwana sifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Owino sasa alishaokoka. Sasa yeye ndiye anakuna option ya kuchukua maili yote na pesa yeye analipa. Sasa wewe ndio unalipa hizi, anasema mimi ndio nalipa. Wewe uliokoka. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati ambao mapenzi ya Mungu itaanguka, wewe hutakataa. Utastukia umeokoka, tutastukia tu umekuja utoa ushuhuda kwamba Yesu aliniokoa. Venye utakutana na Mungu mimi sijui. Huwezi ukataza mapenzi ya Mungu. Amen. Nikaambia na ile kitu mimi naambia mtu wa Mungu hakuna wakati utapotea. Bwana tukuze sana. Utastukia tu umeokoka. Bora umekuja tu kanisa. Wewe kuja tu kanisa. Kuja kanisa. Hata kama hujaokoka, uje kwa kanisa. Maana Yesu amependa wewe. Bwana tukuze sana. Amen. Alikufa kwa sababu ya wewe. Alikuwa analia kwa sababu ya wewe. Leo hii nazungumza tu kuhusu mapenzi ya Mungu, sifundisi mambo hayo mengine. Nataka tu kuongea kuhusu trusting in the Lord. Neno la Mungu linasema katika kitabu ya Yeremia. Napita mambo mengine kwa sababu ya saa. Yeremia 17:7 and 8. Mwenye ametumainia Mungu. Mungu anatoa mfano ya kwamba huyu mtu ambao ametumainia Mungu kuna vile anafanana. Kuna vile ukimuona unaona utofauti ndani yake. Hiyo neno inasema katika kitabu ya Yeremia 17 unashapata pale. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Ule mtu huyu amebarikiwa ambao ameweka tumaini yake kwa Mungu. Ukiwa umeweka tumaini yako kwa Mungu, umebarikiwa kwa sababu wewe unafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu, mwenye anafanya mapenzi ya Mungu namba 1 ni ule mtu ambao ameweka tumaini yake kwa Mungu. Amen. Wakati ambao umeweka tumaini yako kwa Mungu, basi automatically wewe unapendeza Mungu. Kwa sababu kuna watu ambao tunahubiria injili. Tunahubiri injili wa Yesu Kristo. Alafu unatuka watu ambao ni wa Kristo, wanatoka wanaenda kwa watu wa maombi ya watu wote. Unajua maombi ya watu wote, wale ambao wamefungua nyumba kidogo hapa, alafu wanaweka kitambaa ya white, wanaweka msalaba ya red, wanangojea wewe uende pale wafungulie Biblia tu namnaishwa, alafu wasikwambie nani mrefu nani mrefu ule ndio amekuronga. Bwana pewe sifa. Na wakati huo umetoka ndani ya kanisa. Wakati huo umetoka kuhubiriwa. Kwa sababu gani? Haujajua ule Mungu ambao alikuokoa. Haujajua uwezo wa Mungu, haujajua nguvu ya Mungu. Maana ukijua nguvu ya Mungu na Mungu ambao alikuokoa, hautawahi nenda tena kwa waganga. Maana uganga ni binadamu. Bwana tukuzwe sana. Amen. Wakati ambao tunahubiri neno, kuna watu ambao wako ndani ya kanisa na bado wanaenda kwa waganga. Bado wameogopa. Bado wanaona kwamba hawana ulinzi kwa sababu hawajajua ule Mungu aliyeokoa. Lakini utakapokuwa umejua huyu Mungu na umeweka tumaini yako kwa Mungu, hautaenda kando. Kwa sababu gani? Umejua huyu Mungu hakuna uwezo wa kunilinda. Hata kama nimerogwa, Bwana tukuzwe sana. Amen. Hata kama nimerogwa hakuna kenye shetani atanifanya. Binadamu hawezi kunifanya chochote. Mimi nimewahi kukutana na mtu ambaye anaitwa kwa gari. Huyu mtu alikuwa ametoka leo. Nilipata yeye kwa rafiki yangu. Na amechukuliwa na mtu wa jeshi, mtu mwingine aende afanye mambo kwa jeshi, nitakana uwe mtu mwingine kwa jeshi. Sasa nikakutana naye. Akiwa amekuja kwa rafiki yangu ambaye alikuwa fundi. Sasa ananishtua. Maana mimi nilimwambia wakati huo sasa nilikuwa nimeokoka, mimi niko moto. Sijui ya kwamba kuna mkwaka na mganga, hata kama ni mganga aina gani. Alinistua, nikaambia mimi huwezi kuniua. Na akaniambia wewe nachukua wewe dakika kidogo tu na kumaliza. Kwanza naita wewe tu kwa karaha ya ile anakuwa na maji. Nikaambia mimi hata ukilita kwa karaha hutanipata. Maana tukuzwe sana. Yaani unaamini kwa Mungu mpaka hata unaweza kwenda nyumbani kwenu na gari. Unajua kuna wengine ambao huwezi kwenda kwao na gari. Anawacha gari kwa nini? Kwa center. Kwa sababu gani? Ameokoka na bado anaogopa shetani. Bwana tukuzwe sana. Hawezi patia wa mama wasee pesa. Maana huwa anafikiria huyu mama atafanya nini? Atamroga. Mimi nilipishana na huyu kwa gari. Nikaambia mimi huwezi kuniroga. Bwana tukuzwe sana. Ukijaribu kuniroga, wewe ndio utakufa kwanza. Bwana tukuzwe. Alafu kuna mtu wa lejo. Kuna mtu wa lejo aliniambia mimi nitaona.
Yeye kule Eldoret alifanya mwingine awe kipofu. Nikaambia mimi hata sitaomba. Hata sitashughulika na hiyo maneno. Kwa sababu mimi ndio nataka nisome Biblia. Mungu hawezi kuruhusu wewe ufanye mimi niwe kipofu na mimi natakana nisome Biblia. Kwa hiyo mimi siombi. Sasa yeye alikuwa anaenda kuomba kwa ile shida anapita pale anaenda kuniombea. Bwana tukuzwe sana. Bwana asifiwe. Wakati anaenda kuniombea akashikwa na ugonjwa kule nyumbani. Mimi sikujua ameshikwa na ugonjwa. Naona sasa pichi akienda kwa maombi. Kumbe ameshikwa na ugonjwa. Amekuwa nyumbani na ugonjwa karibu kuwa yeye. Bibi yake anakuja kuita mimi. Baya anakaa namna gani? Na rafiki yako karibu akufe. Na unajua sasa tulikosana kwa sababu anaenda kuombea mimi na mimi siombi. By the way, mimi sikugani Bwana afue sana. Sisi kweli kenye Shetani anafanya. Maana mimi nimejua niko ndani ya Yesu. Najua nimetumainia Yesu. Hakuna mtu ambao tena ataweza kuniroga. Bwana tukuse sana. Sasa nikaenda, siku hiyo ndio nilipata yeye sasa. Mungu akanipatia jibu wa neno. Nikapata ameweka koneto hapo na ameweka Maria, ameweka dosari na vitu mingi na msalaba na ile kisu ya red ameweka pale. Sasa yeye ni mgonjwa na hizo vitu zote. Sasa mimi nikakaa chini nikamwambia ndugu, huyu mtu hawezi kusaidia wewe. Ukiwa na Yesu unaongea na ujasiri. Huyu mtu hawezi okoa wewe. Hii mtu ambao umeweka hapo pamoja na mama yake, ameweka paka Maria mama yake. Anaweka msalaba. Bwana tukuse sana. Sasa nikaombea yeye, baada ya kuombea yeye, amekaa kwa nyumba na ako na bibi na nikampatia yeye ya bibi. Bwana pese. Kwa sababu uangalie penye tunaenda pale imeandikwa trust in the Lord and do good. Sasa tujafika kwa do good. So I did good. Nikampatia shilingi 200 hata kama alikwasa. Na mbili wakati huo ilikuwa 2000. Bwana tukuzwe sana. Maana nimeamini yeye, maandiko yanasema kwamba mwenye atakuwa adui yangu ni adui wa nani? Kwa hiyo hapana aenda kuomba ati mtu amekusua atakuua. Wewe Mungu mwenyewe amejua wewe umetumainia yeye. Hakuna shida, wewe usiende kwa maombi. Mungu atakulinda. Mungu ambao atajaribu. Tunaona atajaribu. Nani alikuwa mgonjwa? Nani alienda kumuombea yeye? Nani hapo na Mungu? Bwana tukuse sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutumainie Mungu. Verse 8 inasema aje? NIV, that's it. What is? Mimi naona leo una NIV. Unayo? Basi tutawekea NIV. Yeremia. Hii neno la Mungu inasema ya kwamba verse 8. Ule mtu ambao ametumainia Mungu kuna mfano yake. Ndio. They will be like a tree planted by the waters. Hallelujah. Ule mtu ambao ametumainia Mungu. Kwa hivyo ukitumainia Mungu utakuwa kama huyu mtu ambao Yeremia anazungumzia. Yeremia anasema huyu mtu ni kama miti ambao imepandwa kando ya mto. Na misisi ya miti imeingia ndani ya maji. Haleluya. Imeingia ndani ya maji. Sasa hii neno linasema kwamba hata ikawa itakuwa na heat. Halo. Hii ndio mfano yetu. For it shall be like a tree planted by the waters, which spread out its roots by the river, and will not fear when heat comes. Hallelujah. He will not fear when heat comes because he trusted in the Lord. Mtu ambao ametumainia Mungu hataogopa hata kama nini moto imekuja. Unajua hii katika maisha unakuwa na wakati ambao kuna sehemu haikaliki. Bwana asifiwe. Hata maisha tu ya kawaida. Inafika wakati kwa nyumba mnakaa kwa wiki mbili kama usungumuzi. Watu wa nje wanaona mnasungumuza na msungumuzi. Mungu tu kwa nyumba. Pesa ndio unaenda unawekea dada pale kwa TV hapo. Ajue tu pesa inawekwa hapo. Yeye anachukua hapo, anaenda anatumia. Wengine waweki, wengine wanaenda bila kuacha pesa. Bwana apewe sifa. Mimi napenda mtu ambao anasumbua bibi yake. Watu wanasemaga mimi natetea wamama.
si wateti. Kama ulishaoa, ulishafanya nini? Ndoa. Kwa hivyo gharamia bibi. Maana bibi mzuri, mwenye ameleta bibi yake mzuri, bibi anatembea mbele. Bwana tukuza sana. Bibi hapana kali. Bibi anatembea mbele na wewe unaangalia nyuma, unatembea polepole ukiona vile umeleta. Bibi akirudi kwao amenona mpaka ndugu yake wanasema wewe kaa hapa wiki mbili, maana wewe umemshughulikia. Bwana pewe sifa. Bwana sifiwe. Wewe. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Wala mtu anafanya kazi kwa sababu gani? Unafanya kazi kwa bibi na watoto wafanye nini? Wakae vizuri. Sasa anatembea mbele, ametengeneza chole mzuri, alafu wewe unaona vile ulichagua. Bwana tukuzwe sana. Na watu ambao wamewajaleta bibi, anakishaona mtu ambao bibi yako huko na yeye hapo hapa, ujue sasa huyu ni mtu ambao hana jukumu. Bibi yako huko na yeye hapo hapa, hawezi hata hataki kusema huyu ni bibi yangu. Bwana asifiwe sana. Lazima ugharimie bibi na bibi pia agharamie wewe. Sasa kuna manyumba zingine ambao hiti imekuja.